tariffs za HS code na nini, huwezi kuongeza import duty au kufanya mpaka mkubaliane. Lakini introduction au kuviweka hivi vitu vingi ambavyo vimeenda kwa kuweka kwenye kitengo kinachoitwa tozo ya maendeleo ya viwanda imetusaidia mno. Tumeongea kwa habari ya mabati, alafu sasa hivi wamefungua kiwanda kikubwa, kamati yetu itembelea pale. Kwa introduction ya tozo kwenye HS code hizi kwa 15% itasaidia sana uingizaji wa mabati unaotoka nje, tulinde viwanda vyetu vya ndani. Lakini tumeona hata viwanda vya nondo. Kamati yetu itembea kiwanda cha Rodhia. Sasa hivi nilisema tunatengeneza mpaka BS500 zinazalishwa hapa. Zamani tulikuwa tuna import hizi nondo, lakini leo zimezalishwa hapa. Nondo nyingi zilizotumika kwenye mradi wa SGR zimezalishwa hapa nchini. Kwa kitendo cha kufanya protection kama hii itasababisha uwekezaji mkubwa ndani ya nchi, na licha ya uwekezaji itasababisha ajira ndani ya nchi na mapato ya watu wetu yataongezeka. Rather than pale pako nazalishwa huko nje, tunakuwa tu soko la kupokea bidhaa ambazo zimeshazalishwa. Kwa hiyo nipongeze serikali kwenye haya yote. Maana nilikuwa napitia ukurasa wa 108 mpaka ukurasa karibu wa 110, mambo mengi ambayo tuliyaomba yamekuwa considered. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, katika sheria hii ya kodi ukurasa wa 108 item 2 inasema kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 10% kwenye vichwa vya trailer vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code zimetajwa hapo. Hii ndio kesi ambayo mimi nilitaka niongee kidogo, na nadhani na Waziri wa Fedha ungenisikiliza vizuri hapa. Sisi katika hii nchi vichwa vya trailer tunafanya importation. Sasa tunapoongeza hii kodi ya maendeleo ya viwanda, kwa hiyo sisi hatuzalishi vichwa vya trailer. What are we bringing in the market now? Ni kwamba hii itasababisha usafirishaji unaenda kuwa mgumu. Kwa sababu unapoongeza 10% na wenzako hawajaongeza 10% kwa sababu hivi vichwa tunavimport. Leo sisi sio watengenezaji wa Volvo, Howo na vitu vingine. Tunachotengeneza ni trailer, lakini vichwa vinakuwa imported. Vichwa tayari vina import duty, vina VAT na vitu vingine. Kwa hiyo nilikuwa naomba, pamoja na kwamba tuna nia nzuri ya kuongeza mapato, hili jambo tuliangalie, litaumiza Watanzania wengi. Kwa sababu wasafirishaji wataongeza hizi gharama na anaenda kuzibeba mtu wa mwisho. Sisi tunaotoka bara huko mbali kutoka Dar es Salaam kwenye bandari, kilomita zaidi ya 1400 unafika Kagera. Hii itatuumiza, maisha yatapanda sana kwa sababu ya usafirishaji. Kwa hiyo tuombe hili liangaliwe. Tunajua tunahitaji kodi, lakini tusiumize hawa watu kama sehemu nyingine tumetengeneza unafuu. Mtanzania wa mwisho tunamtengenezea unafuu ndio huyu aliyeko huko mikoani. Kwa sababu tuna ujenzi wa madarasa, tutakuwa na ujenzi wa vitu vingi, tutahitaji mizigo isafirishwe kutoka kwenye viwanda vingi ambavyo viko Dar es Salaam kufika bara kwetu huku. Hii bajeti ambayo umeipanga ya ujenzi na vitu vingine, bei zitapanda kwa sababu ya usafirishaji. Bei zitakapopanda maana yake hata bajeti yako itakuwa distorted. Kwa hiyo tuombe hili ujaribu kuangalia kama mnaweza mkapata chanzo kingine. Hii 10% mnayoiongeza ya maendeleo kwenye vichwa vya trailer vinavyokuwa imported. Kwa sababu what are we protecting? Hakuna mtu anayezalisha vichwa vya trailer hapa kwamba tungepata alternative humu ndani. Kama kuna mtu angelikuwa anazalisha una alternative, isiwewe unamprotect mtu wa ndani ili anayeingiza aweze kupata shida. Lakini sasa tunaenda kupandisha kila kitu. Aliye na matrailer ya zamani kwa sababu wafanyabiashara ndo wale wale, anaingiza mapya atapandisha tu bei automatically. Tunaingiza soko kwenye distortion kubwa na wananchi wanaenda kuumia, especially tunapokea bidhaa huko nje. Kwa hiyo tuombe hili mlione, kama mnaweza mkafanya consideration ya adjustment ya kutafuta hela kwenye vipengele vingine, bado tuna nafasi. Ndio maana tunajadili mswada huu hili tuliona tuwapunguzie wananchi mzigo ili tuweze kupunguza hii gharama. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kuyasema haya, kwa mara nyingine tena nikushukuru wewe mwenyewe binafsi, nimshukuru sana spika wetu wa bunge, lakini wenye viti wa kamati ambao wamekuwepo hapa na viongozi wengine kwa ushirikiano mlionipa kwa miaka hii mitano. Naamini ilikuwa ni kipindi changu cha kwanza cha kujifunza. Mungu akisaidia tutakaporejea tutarejea na nguvu mpya, na Mungu atusaidie wengi tuliomo humu kwa kazi kubwa ambayo imefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunao ya kujivunia majimboni, tunao ya kwenda kusema. Tusiwe waoga, tunyanyuke kishujaa, turudi majimboni tukaambiwa wananchi tumefanya nini kwa kushirikiana na Mheshimiwa Rais. Naamini wananchi ni wasikivu, Watanzania wameona aliyofanyika, watatupa ridhaa nyingine tena. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.